nyote ni mashahidi wa mazingira yalivyokuwa wakati naipokea nchi. Mazingira ya kiuchumi hayakuwa vyema kwa ulimwengu mzima kutokana na maradhi yale ya COVID-19. Mazingira ya kijamii yalikuwa na fadhaa kubwa. Fadhaa kwanza ya maradhi, watu wanatutoka, maradhi hatujui yataisha lini, tutatibu na nini. Lakini fadhaa ya pili kubwa ya kuondokewa na mpendwa rais wetu aliyeko madarakani. Ilikuwa ni fadhaa kubwa sana. Na mazingira ya kisiasa hayakuwa na bashasha kwa kuwa haikuwa muda mrefu tangu tumemaliza uchaguzi wa 2020. Kwa mazingira yote hayo, kwa hali yoyote ile, kwa mtazamo wa mwanadamu, mje wa kupokea mzigo ule wa urais kwa wakati ule, kwa mazingira yale, isingefikiriwa kwamba ningekuwa mimi. Ila kwa ukuu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hakukuwa na budi ila kukabidhi madaraka yale kwa aliyekuwa makamu wa rais. Ndugu zangu, mnaelewa minong'ono iliyokuwepo, mnaelewa shaka zilizokuwepo, lakini kama nilivyosema, Mungu akitaka linakuwa. Katika mazingira kama yale, jambo la kukimbilia ni kumhidi Mungu. Nilimwomba Mwenyezi Mungu anijalie busara na uvumilivu kama alivyomjalia Nabii Suleiman alayhi salam. Nilimwomba Mwenyezi Mungu aniongoze kama alivyoongoza manabii wake na waja wema walioyafanya mema kwa ajili ya dunia na kesho yao mbele ya Mungu. Alhamdulillah, maombi haya yalinipa nguvu na ujasiri wa kutoruhusu mazingira yaliyokuwepo yawe kikwazo kwenye utekelezaji wa majukumu niliyokabidhiwa. Namshukuru Mungu sana. Mheshimiwa Spika, nimesikiliza kwa umakini maelezo yako kabla ya kunikabidhi rasmi tuzo hii. Pia nimefuatilia kwa umakini mkubwa simulizi documentary na ushuhuda wa waheshimiwa wabunge kuhusu mafanikio ya safari yetu ya miaka 4, tukisema mpaka sasa na miezi 2 ya awamu hii ya 6 ya uongozi wa taifa letu na uwajibikaji wa pamoja. Inafurahisha sana kuwasikia wawakilishi wa wananchi mkitoa mrejesho na kuthibitisha kwamba kweli ndani ya kipindi hicho kazi kubwa imefanyika. Ninawashukuru kwa kutambua kwenu kwa sio tu tumeyaendeleza mema yaliyokuwepo katika awamu zilizopita, bali pia tumeweza kuboresha mema yaliyopo na kuleta mema mapya kwa ajili ya ustawi wa wananchi na taifa letu. Nawashukuru sana kwa kutambua kazi njema iliyofanywa na serikali yenu. Mheshimiwa Spika, kama sote tunavyofahamu, kidole kimoja hakivunji chawa. Ni dhahiri kuwa yote yaliyoelezwa na ambayo wananchi wanaendelea kuyashuhudia kwenye maeneo yao yamechangiwa na utekelezaji wa majukumu ya kikatiba ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa ibara 63(2) ya katiba yetu ya Tanzania inayolitaka bunge kusimamia na kuishauri serikali kwa niaba ya wananchi. Waheshimiwa wabunge, mmeendelea kuifanya kazi hiyo kwa umahiri ndani ya bunge na nje ya bunge, mkiwasemea wananchi mnaowawakilisha.